Palikuwa na kijiji kilichoitwa Ngwasi, kijiji kilichojificha ndani ya mlima wa Lunyenye, mashariki mwa msitu wa Lakecha. Hiki si kijiji cha kawaida kabisa. Kila mgeni anaingia huelekezwa sheria moja kuu, kuwa usioge usiku wa manane, ama usithubutu kuoga tu usiku unapoingia kamwe. Wakazi wa Ngwasi walikuwa watu waoga lakini wenye nidhamu kali sana. Hakuna aliyevunja sheria hiyo kwa miaka 27 mfululizo baada ya tukio la kutisha lililotokea mwaka 1998, ambapo familia nzima ya watu 5 ilikutwa imekufa ndani ya nyumba yao, huku vyombo vya maji vikiwa vimetapakaa damu. Ilisemekana walikuwa wameoga usiku, walikatazwa kabla ya kufanya hivyo. Maji ya usiku yalihifadhiwa tu kwa matumizi ya dharura. Hata hivyo, hakuna aliyeweza kufikiria kutumia hata tone moja. Kuanzia saa 2 usiku kwenda mbele mpaka alfajiri ndipo utaruhusiwa kutumia maji. Lakini kila kijiji kina siri zake, na kijiji cha Ngwasi kilikuwa na siri nzito sana. Kulikuwa na mizimu ya maji, viumbe wa giza waliotokana na laana ya zamani ya wachawi waliotupwa mtoni miaka mingi iliyopita. Walisema wakoga usiku wanavunja mlango na kuwaruhusu mizimu hiyo kurudi. Sasa ukioga tu, basi utairuhusu mizimu kurudi kwako. Siku moja kijijini hapo alifika kijana mmoja aitwaye Darius, mwanafunzi wa chuo kikuu aliyekuja kufanya utafiti kuhusu mila na imani za Kiafrika. Alipokelewa vizuri na wazee wa kijiji. Mzee Mboma alimueleza wazi kuhusu sheria hiyo ya kuoga usiku. Alisema, "Usijaribu hata kuosha uso baada ya jua kuzama." Mzee Mboma alisema huku akimonya kwa msisitizo mkubwa sana. Lakini Darius, akiwa mtu wa kisasa na msomi, alichukulia kuwa ni imani potofu tu. Aliamua kufanya jaribio hilo usiku wa siku 3. Akiwa kwenye nyumba aliyopangishwa, alichukua mtungi wake wa maji akaingia bafuni saa 3 usiku. Alitaka kwenda kuoga kutoa jasho lililomshika mchana kutwa. Wakati anaoga alisikia sauti kama ya mtu akicheka kwa mbali. Kicheko cha mtu mnyonge, kikavu, kilichosikika kana kwamba kinatokea chini ya ardhi. Maji yaliyokuwa anatumia yalianza kubadilika rangi, kutoka kwenye maji safi hadi kuwa mekundu kama damu. Ndipo taa zikazima, giza likatanda, kisha mlango wa bafu ulifunga ghafla kwa kishindo kikubwa. Asubuhi yake watu wa kijiji walimkuta Darius amekufa, lakini si kifo cha kawaida kabisa. Mwili wake ulikuwa mkavu kama umefunikwa na chumvi na kuachwa jangwani kwa siku 3. Macho yake yalikuwa wazi, yakitazama juu kama mtu aliyeshuhudia jambo la kutisha sana kabla ya kufa kwake. Karatasi ya utafiti aliyokuwa akiandika ilipatikana ikiwa imelowa damu. Wakati wa mazishi yake alitokea tena Mzee Mboma akasema maneno ambayo yaliwaacha watu na mshtuko mkubwa. Mzee Mboma alisema, "Mlangoni tumevunjia, sasa watarudi. Kila usiku mmoja mpaka damu itoshe kufunga tena mlango." Ndipo usiku wa pili ukafika. Mwanaume mmoja kijijini aitwaye Mzee Jomari alisikika akilalamika kuwa ameona kivuli cheusi kikipita mbele ya nyumba yake. Alipojaribu kufungua mlango, alikuta umefungwa kwa nguvu. Alipiga kelele lakini hakusikika tena baada ya dakika 3. Asubuhi yake alikutwa amegandia kwenye dari la nyumba yake, miguu ikiwa juu, kichwa chini, lakini hakuna alama ya kupandia juu. Hofu ikatanda zaidi kijijini. Wakati watu wakihaha, Mzee Mboma alikusanya mzee wa jadi na kuamua kutafuta suluhisho. Walikumbuka historia ya wachawi wa Kalecha waliowahi kuangamizwa kwa kuchomwa moto na kuangamizwa mtoni miaka 60 iliyopita. Mizimu hiyo ilikuwa ni roho zao zilizofungwa kwenye maji. Kwa mujibu wa maandiko ya kale, kila aliyeoga usiku alikuwa anakubaliana na roho hizo, na hivyo mtu atakayeoga hufungua njia kwao kuingia tena kwenye ulimwengu wa watu hai. Suluhisho pekee lilikuwa kupata mzizi wa mti uitwao mkongolo wa giza, mti unaopatikana msituni mwitu ambako hakuna mtu aliyewahi kurudi tena aliyeingia humo. Walitumwa vijana 3 ambaye ni Mwenda, Saidi na Rehema kwenda kuutafuta mzizi huo uitwaye mkongolo wa giza. Lakini ni Rehema tu aliyerudi akiwa na mzizi huo, lakini pia akisema aliokolewa na mtu wa ajabu msituni.
Mzee aliyejificha ndani ya kivuli, aliyejitambulisha kama mchawi wa mwisho wa Kalecha, aliamua kumsaidia ili kulinda ulimwengu wa watu hai. Rehema alipeleka mzizi kwa Mzee Mboma ambaye alitengeneza mchanganyiko wa tambiko. Walikusanyika usiku kwenye kivuko cha mto uliotumika kuoga. Tambiko lilianza saa 6 usiku na walipaswa kumwaga mchanganyiko huo pale pale ambapo Darius alioga. Mara baada ya mchanganyiko huo kumwagwa, ardhi ikaanza kutikisika na vumbi lilianza kuzunguka kama kimbunga cha vifo. Mizimu ilitokea tena, sura zao zikiwa zimevimba sana, macho yao yakitoa moshi mweusi. Ilikuwa kama vita ya anga, wazee wa jadi wakitoa maneno ya kichawi, mizimu ikipiga kelele za vilio. Kisha baada ya muda kimya kilitanda. Mwanga wa alfajiri ulipotokea, kila kitu kilikuwa kimetulia. Lakini sheria ikarudi kwa nguvu mara 2 zaidi. Wazee wa kijiji waliasa na kusema kuwa kamwe usioge usiku, usiwasahau waliolala kwa sababu ya maji ya usiku. Hivyo sheria hiyo inaendelea mpaka sasa. Kwenye kijiji hicho hutakiwi kuoga ifikapo tu saa 1 usiku na kuendelea, mpaka kuisubiri alfajiri nyingine ili uoge. Hata ukitokwa na jasho usiku utakiwi kunawa uso. Hata ukipata haja kubwa utakiwi kwenda kunawa na maji. Hivyo sheria hiyo ilikuwa ni ngumu sana, lakini watu wa hapo waliielewa na kuiheshimu mpaka sasa. Je, wewe ukienda huko utatoboa ama utabebwa na mizimu? Tafadhali na kusubiri kwenye uwanja wa comment. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine ijayo. Nikusihi wewe ambaye haujasubscribe, usubscribe kisha kubonyeza alama kengele iliyopo karibu yako, kujiwekea nafasi ya kupata taarifa zaidi ndani ya masaa 24. Lakini nikukumbushe pia usisahau kucomment, kulike na kushare. Until next time, bye bye.